Sasa bwana, hii katika sehemu ya 10 ni pale ambapo yule ex wa Gamba, namzungumzia bidada Rebeka. Bwana, Rebeka akili zake zimemrejea bwana. Rebeka amekuwa ni mwanamke mpya. Sasa itakuwaje juu ya upatikanaji wa mali zake huyu mwanadada kuitwa Rebeka? Unaambiwa Gamba sasa hivi ana mademu 3. Hivi unajua kama Gamba ana mademu 3? Kuna yule pale mtoto wa mzee Mashushu anaitwa Juliana. Ukiachana na Juliana, Gamba na demu mwingine anaitwa Gracie, yule demu mdangaji. Lakini ukiachana huyo, kumbe bwana hata Rebeka ni ex wake. Mambo yuko vizuri wana. Gamba fanya kama unanipunguzia mmoja hivi. Hili na pia ngoje kidogo niwe mzima wa afya. Bwana unajua tena hizi mambo usipopiga muda mrefu kidogo unakuaga una hasira nini, mambo mengine unanunua bila sababu. Upiru umenijaa unanikaba roho. Hata likiba liba. Karibu sana kwenye hii sehemu ya 11. Mzigo mtamu wa kuitwa Hitman Driver kutoka kwake Edazaria G Msulwa. Langu jina naitwa Uncle J Simulizi. Karibu mtu wangu tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Rebeka kapona bwana. Fabasiala nikapigwa pale kisomo na shekhe, majini yote Rebeka yamemtoka. Rebeka salitupiwa majini, akakutana na shekhe kutoka Zanzibar. Shekhe akaweka pale ubani nini na nini, piga pale kisomo, piga pale dua. Majini akakimbia. Na unaambiwa Rebeka alitupiwa jini la kifo. Mambo ni mazito. Bwana karibu ndugu yangu. Karibu pamoja, ungana nami kwenye huu mzigo mtamu wa kuitwa Hitman Driver. Mbona niko hivi? Nimepatwa na nini? Rebeka alizungumza huku akiwa anajitazama. Nisikilize Rebeka. Ni historia ndefu sana mpenzi, kwa sasa ni vyema ukaenda kuoga. Gamba, vipi kuhusu wanangu? Wote wapo. Sawa. Naomba kuwaona wanangu. Haina shida. Ngoja nipige simu waletwe. Sawa. Rebeka pamoja na Amina waliondoka na kuelekea sebuleni. Bwana Gamba. Ndio kaka. Katika maisha yangu sijawahi kuona muujiza wa aina hii uliofanyika hapa. Dr. Goodluck alizungumza huku akiwatazama mashehe. Nisikilize Dr. Goodluck. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, kila jambo akiamua linafunguka. Na huyu shekha hakuwa na kazi kubwa sana. Kwa sababu sio kichaa alichokuwa amezaliwa nacho. Rebeka hakuwa na kichaa alichozaliwa nacho. Ni majini tu ndio aliweza kutupiwa. Na hata kama yangetibiwa kwa dawa kiasi gani, hata tungezunguka hospitali na hospitali, asingeweza kupona. Gamba, mimi nina hospitali ya wagonjwa wa akili. Tena wako wengi. Tunakaa nao pale hospitalini miaka 3, lakini hawaponi kabisa. Ikiwa hao wenye vichaa vya kawaida huwa wanakuwa sawa ndani ya muda mfupi tu. Ndio hivyo Goodluck. Kuna tofauti ya mtu aliyepata kichaa cha kutupiwa majini na yule aliyepata kichaa labda kwa kuongeza vilevi kama bangi, madawa kulevya. Wengine wanapata kichaa kutokana na stress tu za maisha, wengine wanapata stress kutokana labda na msongamano wa mawazo na vitu kama hivyo. Aise, inabidi nichukue namba ya shehe. Mwambie tu huyo hapo, haina shida. Shekhe. Bana mimi nakuomba sana ndugu yangu, unisaidie kupata namba yako ya simu. Nichukue namba yako ya simu, nitawaita siku moja muje kuwashughulikia baadhi ya wagonjwa ambao kwa sisi pale hospitalini imekuwa ni ngumu sana kuwahudumia. Lakini kwa hiki nilichokiona leo, hakika kimenishangaza sana shehe wangu. Alitamka maneno hayo Dr. Goodluck, na hapo ndipo shekhe akasema ya kwamba hakuna shaka
Wala hata usijali ndugu yangu, kwa sababu sisi huduma zetu tunazifanya kila mahali, na sio tu kuhusiana na majini tu, la hasha. Kuna watu wanafungwa kwenye masuala ya kiuchumi, kuna watu wanatafuta pesa lakini pesa zingi mifukoni mwao, kuna watu wana matatizo ya kukosa kazi. Hivyo kila jambo ambalo linamhusu binadamu basi sisi huwa tunalishughulikia. Maneno hayo aliyezungumza shekhe, na ndipo hapo Dr. Goodluck akasema, shekhe, asante sana ndugu yangu. Mimi nitawaona kwa kweli, kwa sababu mimi na matatizo yangu, na ninashukuru jamani. Acha mimi niongee basi na ndugu yangu hapa. Dr. Goodluck mara baada ya kuzungumza na shekhe alitoka nje na kumkuta Gamba. Gamba alikuwa anajifuta machozi kwa furaha. Dr. Goodluck, kusema ule ukweli, siamini kama Rebeka amepona, tena amepona kwa haraka sana. Ndugu yangu, hii dunia ina miujiza mingi, tena mingi sana. Ndio ujionee sasa hali halisi ndugu yangu. Kwa kweli nimejionea. Vipi watoto wake? Nimeshampigia jamaa ambaye anaishi na hawa watoto, anawaleta hapa na wapo njiani wanakuja. Kaka, umeona hiyo t-shirt kwanza ilivyochafuka? Inabidi ukaibadili ndugu yangu. Hapo Gamba alijitazama kwenye t-shirt yake na kweli alikuwa amechafuka kweli kweli. Okay, ni sawa, hakuna shida. Hivi Gamba, umefikia wapi kuhusiana na ule upelelezi? Tumeshamjua mtu aliyeweza kumua mumewe. Ni nani? Amina atakuonesha. Okay, sawa, kuna neno. Gamba pamoja na Dr. Goodluck walirudi ndani na Gamba alipitiliza moja kwa moja mpaka chumbani kwake. Alianza pale kuoga, alibadili nguo na kisha karudi sebuleni. Umesema ni miaka 3 kasoro? Rebeka alimuuliza Mina huku akiwa analia. Mina akasema ndio. Jamani, kwa nini umenifanyia hivi? Kwani mimi niliwakosea nini jamani mpaka wamenifanyia haya yote? Rebeka aliendelea kuzungumza huku akilia kwa uchungu mno, kwani kilichokuwa kimemtokea kwenye maisha yake kilikuwa kimeharibu asilimia kubwa sana ya maisha yake. Hivi wanangu kweli wako hai? Wapo hai, wala tosijali. Na Gamba amewalea vizuri sana. Gamba amekutana nao lini watoto wangu? Asijapita hata wiki 2. Kwa kipindi chote hicho wanangu walikuwa wanateseka? Rebeka aliuliza hilo swali, na hapo ndipo Mina aliposhindwa kujibu swali hilo, huku akibaki anamtazama Rebeka aliyekuwa amekaa kwenye sinki la kuogea. Rebeka alikuwa analia kwa uchungu mno. Ona nilivyokonda. Bona nilivyokonda. Mwili wangu umejawa na makovu. Rebeka alizungumza huku akijitazama mwili mzima, na hii ilikuwa ni mara baada ya kuoga. Alisimama mbele ya kioo kikubwa kilichopo ndani ya bafu hilo. Rebeka alijitazama mwili mzima jinsi ulivyokuwa umekondeana, huku ukiwa na makovu na ukurutu. Naomba ninyoe. Sawa, ngoja basi nikachukue mashine. Amina alitoka ndani ya hilo bafu na kumwacha Rebeka. Gamba, hivi Gamba una mashine kweli ya kunyolea? Gamba alionekana kuingia chumbani kwake mara baada ya dakika 2. Akatoka na mashine ya kunyolea nywele ambayo huwa anaitumia mara nyingi mpaka pale anapochaji. Akampatia Amina, na Amina ilibidi arudi bafuni kwa ajili ya kwenda kumnyoa Rebeka. Nikutoe nywele zote sasa, nikunyoe kipala? Sawa. Amina alianza kumnyoa Rebeka ambaye kichwani kulikuwa kumemjaa ukoko utokanao na nywele zake hizo kutokupata huduma ya mafuta kwa kipindi kirefu.
kuna nguo hizi hapa nilizinunua, naamini zitakutosha. Amina alisema maneno hayo huku akimkabidhi Rebeka suruali pamoja na t-shirt. Rebeka akavivaa. Asante sana. Nikuite dada nani? Naitwa Amina. Asante sana Amina. Wala hata usijali, tuko pamoja. Walitoka chumbani hapo na kurudi sebleni. Sebleni walipakuta pakiwa pameshasafishwa kabisa, na Rebeka akawa analalamika ya kwamba ana njaa. Gamba akasema, Amina, mchemshieni pale uji mwepesi ili utumbo wake uweze kukaa sawa, na pia kuna Sheikh hapa na maagizo yake pia. Sheikh, karibu tu. Aha, mimi nilikuwa nataka kusema ya kwamba mkishamtengenezea huo uji, kuna dawa nitamwekea kwenye huo uji ili kuweza kutoa uchafu wote ndani ya tumbo lake. Sawa Sheikh. Amina ilibidi aelekee jikoni. Mgurumo wa gari ulimfanya Gamba simame na kisha akatoka nje ya jumba hilo. Anko Gamba. Shikamoo. Marhaba. Sauti za watoto wake zilimfanya Rebeka asimame na kutoka nje. Wanaye walimshangaa, akawakimbilia, akaukumbatia, huku Rebeka akilia na kuwafanya wanaye wote waanze kulia. Nimepona mama yenu. Nimepona wanangu. Mmekuwa wakaka jamani. Mmekuwa wakubwa. Rebeka alizungumza huku akiwatazama watoto wake hao watatu. Mama yenu nimepona. Mama kweli? Ruben aliuliza huku akimtazama mama yake. Ndio watoto wangu. Nipo sawa kabisa. Jamani karibuni ndani. Gamba alizungumza na kisha waliingia ndani. Wifi, uji tayari. Asante Amina. Rebeka alinyanyuka na kuelekea mezani. Sasa unatakiwa huo uji huo usinywe kwanza, hebu subiri. Shekhe alizungumza na kisha aliweka dawa ya unga ndani ya uji huo. Amina akakoroga na kisha alianza kuunywa taratibu. Amina. Gamba alimuita Amina na kisha wakakaa pembeni. Nisikilize Amina. Rebeka ameshapona. Na kama ameweza kunywa uji yeye mwenyewe, ina maana kwamba yuko vizuri kwa sasa. Nilikwambia kwamba atakuwa sawa, lakini still Gamba ulikuwa uniamini. Sio kila kitu mimi ninakijua Amina. Sio kila kitu mimi nakifahamu kwenye hii dunia. Sasa ninataka tuendelee na ile operation yetu ya kuweza kumdaka aliyemuua mume wa Rebeka. Sasa yule tunamtafutaje? Mali zake, ndugu wa mumewe waliozichukua, tunafanyaje? Hata sijakuelewa. Mina, hapo ndipo nilipokuwa na pawaza pia. Hivi shekhe huyu anaweza akawafanya wale waliochukua mali za mume wa Rebeka waweze kuziachia? Gamba mimi hata sijui. Labda tumuulize yeye mwenyewe shekhe. Gamba ilibidi amuite shekhe kwa ishara na kisha wakasimama pembeni. Ndio ndugu zangu nawasikiliza. Kwanza shekhe, tunashukuru sana kwa mgonjwa wetu kuweza kupona. Na amepona kwa haraka kiasi kilichotufanya tumeshangaa kwa kweli. Unajua haya mambo haya Mwenyezi Mungu ndo wa kupewa shukrani na sio mimi. Mimi nimetumika tu kama mjumbe wa kuweza kumfikishia uponyaji wake, ila Mungu ndo amemponya. Okay, sawa shehe. Sasa mali zake huyu mwanamke zimechukuliwa na ndugu wa mumewe. Tunafanyaje sasa hapo ili mali ziweze kurudi? Mbona sasa hivi huko nyumba zinawaka moto? Kwani wewe haujui? Zinawaka moto kivipi shehe? Kila aliyedhulumu mali ya huyu mama pamoja na watoto wake, sasa hivi mali hizo wanazirudisha. Baada ya kupata hapa chakula, twendeni naye kwenye nyumba yake na tutapiga pale kisomo, hivyo wataishi kwa amani yeye pamoja na watoto wake. Hizi mali walimfanyia shiriki tu, walimroga, walipandikiza mavitu ya ajabu ajabu. Okay, tunashukuru sana shehe, kwa maana kwamba
tulikuwa tunawaza namna gani tunaweza tukafanya. Unajua nikwambie kitu kimoja. Huwa siku zote haki ya mtu haipotei. Haki ya mtu huwa inacheleweshwa tu, ila kwa sasa ni muda wa yeye na watoto wake kumiliki kile ambacho ndio haki yao. Na okay, sawa. Dada Amina, mimi naomba sasa utuandalie kidogo na sisi chakula tupate na sisi kuweka matumbo yetu sawa. Sawa shekhe. Shekhe, naomba tuongee mambo kidogo ambayo yapo nje hili jambo ambalo limewaleta hapa. Sawa, hakuna shida, tunaweza tukaongea. Bana shehe wangu ya. Mimi hebu tutoke nje mara moja. Itakuwa ni vizuri zaidi tukiongelea nje. Sawa, hakuna shida, twende. Gamba ilibidi atoke nje na shehe huyo. Kijana wangu niambie na kusikiliza. Sasa shekhe, iko hivi. Kuna bosi wangu mmoja hivi. Mambo yake yanavurugwa sana na binti mdogo hivi. Binti ambaye alikuwa ni mkwewe. Sasa kumekuwa kuna mapambano kati yao. Mapambano ambayo yanagharimu maisha ya watu wengine bila hata sababu za msingi. Sasa mimi nimepewa jukumu la kwenda kumkamata huyu binti. Nataka uniangalizie huyu binti. Au niangalizie tu kwanza mimi shekhe. Hivi napambana vita aina gani? Mbona sielewi? Nisikilize kijana wangu. Hilo mimi nimeliona. Yaani na hata usingeniambia, ningekuambia hata kabla kuweza kuondoka. Shehe, nakusikiliza. Wewe vita unayopigana upo upande wa watu ambao ni waovu. Unamaanisha nini? Kijana wangu, upande uliouchagua ni upande wa watu wenye maovu makubwa sana. Imebaki kidogo tu kwa wewe kufanya maamuzi ya kuchagua wapi pa kusimama baada ya kujua ukweli wa mauaji ya mume wa huyo rafiki yako. Unataka kuniambia kwamba unajua mtu aliyemuua mume wa Rebeka, si ndio? Ni vema ukafanya upelelezi, alafu ukafanya maamuzi. Unajua sisi mashehe sio waganga wa kienyeji kusema kwamba sisi tunapiga ramli. Ila Mungu amenipa uwezo kujua yaliyojificha, ila kwenye hili sitokwambia. Unatakiwa ufanye upelelezi wako. Na okay, sawa shehe, nimekuelewa. Kikubwa tu kijana wangu, unatakiwa kuwa makini sana kwenye maamuzi yako, kwa sababu maamuzi yako yanaweza kukuletea shida kubwa sana huko mbeleni. Shida gani shehe? Ni wewe tufanya maamuzi yatakayokuwa na hekima na busara ndani yake. Okay, sawa. Nashukuru sana shehe. Wala hata usijali. Tuko pamoja ndugu yangu. Naam, wakarudi ndani. Shekhe pamoja na vijana wake wakapata chakula. Msikilizaji, Dr. Goodluck pamoja na vijana wake waliaga na kuondoka nyumbani hapo kwa Gamba. Gamba alimtazama Rebeka jinsi alivyokuwa na furahi na wanae. Mara baada ya shekhe na vijana wake kupata kifungua kinywa, safari ya kuelekea ilipokuwa nyumba ya Rebeka ikaanza. Naam, walifika katika hiyo nyumba ya Rebeka. Kijana Gamba alikuwa ni wa kwanza kushuka kwenye gari. Mara baada ya kupiga honi kwa mara kadhaa bila kufunguliwa geti, Gamba alisukuma geti dogo na kwa bahati nzuri geti hilo likafunguka. Gamba aliingia ndani, aliona namna jinsi palivyokuwa pana utulivu. Akafungua pale geti na kurudi ndani ya gari alilokuwa analiendesha ambalo limembeba Rebeka na watoto wake. Huku nyuma kulikuwa kuna gari ambayo anaiendesha Amina, ambaye yeye ameongozana na shekhe pamoja na vijana wa shekhe. Rebeka alikuwa wa kwanza kushuka huku akiwa anatazama mazingira nyumba yake hiyo. Machozi yalianza kumwagika, kwani Rebeka alishuhudia kuanzia kiwanja kikinunuliwa mpaka kujengwa kulipoweza kukamilika. Waliingia ndani, hapakuwa na mti yeyote. Moto tuliowawashia wamekimbia na hii nyumba wameitelekeza kabisa, shekhe alizungumza. Hapakuwa na muda wa kupoteza, walianza pale kupiga dua kuondoa mitego yote ambayo Rebeka alitegewa na kupelekea kuwa mwenda wazimu. Mara baada ya dua hiyo iliyochukua karibia lisali zima, walianza pale kufukua maeneo kulipokuwa kumechimbiwa pembe za ng'ombe pamoja na hirizi. Jamani, hawa watu ni wabaya sana, Rebeka alizungumza huku akitazama madawa hayo. Sasa hawa watu walokufanyia ubaya huu, wewe unataka tuwafanyaje? Niambie
unataka tuwafanyaje waliokufanyia haya maovu? Shekhe alimuuliza Rebeka huku akimtazama usoni mwake. Walinipa ukichaa, nikadhalilika, nikaonekana kituko, wakanifukuza ndani nyumba yangu mimi na wanangu, wakawafanya wanangu waishi maisha ambayo sio tuliokuwa tunawapambania. Wameharibu kila hatua ambayo tulikuwa tumeipiga kwenye maisha yangu na mume wangu. Shekhe, naam, kama Mungu anasamehe hata wale waovu, basi hata mimi ninasamehe kwa yote walionifanyia. Mama, Ruben aliita kwa mshangao. Najua kila mmoja wenu atakuwa na shangaa ni kwa nini nimetaka niwasamehe wabaya wangu. Nilifundishwa kuwa na moyo wa kusamehe hata kama akili yangu ilivurugwa, ila nimetaka wasamehewe. Ila sasa, shekhe wangu, na kuomba uwafanye waniache na maisha yangu na wanangu, wasiingie kabisa kwenye maisha yangu, na kila utakachokifanya kisinipate mimi na wanangu. Kama utanitupia tena majini, basi majini hayo yasinipate. Una uhakika unachokisema? Ndio shekhe, na uhakika. Sawa, ukitakacho wewe ndicho ambacho tutakifanya, na hatutopunguza wala kuongeza chochote. Nashukuru sana shekhe. Au Gamba, wewe ulikuwa unaonaje? Ningekuwa ni mimi sasa hivi wote wangeshakuwa wenda wazimu, ila kutokana na umeamua iwe hivyo ni sawa, tunaheshimu maamuzi yako. Naam, Rebeka alitabasamu. Shekhe na vijana wake wakaendeleza pale dua ya kumkinga Rebeka na wanae, huku akiwa anaomba kila walichokificha ambacho ni mali ya Rebeka wakirudishe. Baada ya dua, Rebeka aliweza kuingia chumbani kwake ambapo alikuwa anapatumia wifi yake aliyekuwa ameikimbia hiyo nyumba. Rebeka katazama namna kulivyokuwa kumebadilishwa vitu mpaka kitanda. Gamba, naam, hapa ndipo palipokuwa nilipokuwa nalala mimi na mume wangu, Rebeka alizungumza huku akimtazama Gamba aliyekuwa ameingia ndani hapo. Ndio, kumbe? Ndio. Gamba, naomba unisaidie kusogeza hiki kitanda pembeni kidogo. Gamba alivuta kitanda hicho pembeni. Rebeka akatazama eneo lenye sakafu, akaigonga mara 2 tiles moja, na taratibu tiles hiyo ikafunguka. Rebeka alishusha pumzi taratibu. Waliulalia utajiri bila wao kujua, Rebeka alizungumza huku akimuonesha Gamba sanduku hilo lililokuwa limetengenezwa kwa chuma. Gamba akalitoa sanduku hilo kubwa, na Rebeka kaanza kuingiza namba za kufungulia sanduku hilo, na kweli sanduku likafunguka. Gamba alishusha pumzi taratibu, na hii ilikuwa ni mara baada ya kuona vipande vikubwa vya dhahabu vikiwa vimepangwa vizuri, huku kukiwa kuna vibunda vya pesa za Kimarekani pamoja na hati nyingi sana. Gamba, mume wangu alikuwa na akili sana kuweka hivi vitu hapa ndani kwetu, kwa sababu kama vingekuwa benki vingeshachukuliwa. Vina thamani kiasi gani? Nyingi sana. Hati zote za nyumba tunazomiliki, kadi za magari, kila kitu chetu kiko hapa. Naweza kukuuliza? Ndio. Ni nani ambaye unahisi atakuwa amehusika katika kumuua mumeo? Samani na kuuliza swali hili kwenye nyakati ambayo sikupaswa kuweza kukuuliza. Naam, Rebeka katoa faili moja katika sanduku hilo, sanduku la chuma, akampatia Gamba. Gamba, listi yote ya wahusika ambao mume wangu alikuwa anawafuatilia wapo humu kwenye hili faili. Waliomuua pia mume wangu wapo kwenye hili faili. Gamba akalifungua faili hilo, na picha ya kwanza aliyokutana nayo ni ya mzee Mashushu, kitu kilichomfanya kwanza ashushe pumzi taratibu, huku akianza kuyapitia maelezo yaliyokuwa yameandikwa katika faili hilo. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto msikilizaji. Gamba amekabidhiwa faili la upelelezi, na mtu wa kwanza anayemuona kwenye faili hilo ni bosi wake mzee Mashushu. Bwana we. Hey Gamba, faili hilo ni la siri lenye upelelezi wa wafanyabiashara wote wa madawa kulevya. Kila unayemuona kwenye hili faili ni mhusika mkuu wa uzaji wa madawa kulevya.
Mume wangu hakulikabidhi kwa mkuu wake yeyote yule, kwa sababu wakuu wake wote walikuwa ni wala rushwa na walikuwa wanashirikiana na hawa wanauza madawa ya kulevya ambao ni mapapa kabisa, na ndio maana mume wangu akaamua kulihifadhi hapa. Kwa nini alikueleza kuhusiana na haya yote? Kwa sababu mume wangu alikuwa ananiamini, na ofisini kwake kulikuwa kuna madudu mengi sana, huku akikumbana na vipingamizi vingi sana ambavyo vilimfanya jawe na hofu kila wakati. Okay, sawa, nitashughulikia. Gamba. Naam. Rebeka alitoa kipande cha dhahabu. Mume wangu aliniambia hiki kipande kimoja kina thamani ya $500. Hivyo hii ni shukrani yangu kwa kunisaidia mimi pamoja na wanangu. Oh, come on. Hapana Rebeka. Sijafanya ili kuweza kunufaika kwa chochote. Mimi nimekusaidia kwa ajili ya urafiki wetu tu. Naam. Hapo taratibu Rebeka ilibidi akae kitandani huku akimtazama Gamba usoni mwake. Gamba, umeoa? Hapana. Unajua kipindi ambacho nilitoka mafunzoni nilijitahidi sana kukutafuta Rebeka, ila kwa bahati mbaya sikufanikiwa kukupata, na nilijaribu sana kuingiza jina lako kwenye mitandao ya kijamii kukutafuta, ila sikuweza kabisa kukupata, na nilijaribu kuingiza jina kwenye sajili za kitaifa, ila pia sikufanikiwa kuweza kukupata. Pole sana mpenzi wangu. Sikutumia jina langu la Rebeka kwenye maisha ya mbeleni, na ndio maana ilikuwa ni shida sana kwa wewe kuweza kunipata. Kwa nini ulibadilisha jina? Majibu ya kidato cha 6 yalipotoka hayakuwa kama vile nilivyokuwa nimetarajia. Baba alinifanyia mpango kwa jina jingine la Nyangeta. Basi hilo ndo nilienda nalo chuo kikuu, nikasajili hata kwenye kitambulisho changu cha taifa. Ya basi ndo maana ilikuwa ni ngumu mimi kuweza kukupata. Ndio. Sasa kwa nini kwa nini hujaoa kwa kipindi chote hicho Gamba? Kwa nini umekuwa single? Unajua mimi sikuamini sana kwenye mambo ya ndoa kwa sababu ya kazi yangu. Kazi gani Gamba unafanya? Mimi niliingia jeshini na nilibahatika pia kwenye kozi za ukomando, nikahitimu kwenye mafunzo ya ukomando katika jeshi la maji, na mara baada ya hapo nikafanya operesheni nyingi sana ambazo zilinipandisha vyeo kadhaa jeshini. Nilikwenda kwenye misheni moja ambayo karibia wenzangu wote walifariki, na mimi nilipigwa risasi kadhaa. Gamba alizungumza huku akivua shati na akamwonyesha Rebeka makovu ya risasi mgongoni mwake. Rebeka, mimi baada ya kupona niliamua kuachana na masuala ya jeshi na niliamua kuishi maisha yangu kama mtu wa kawaida, na nilifanikiwa kuweza kufurahia maisha ya kawaida. Nilikutafuta sana Rebeka bila matarajio, na mwisho wa siku Mungu akanikutanisha na mtoto wako, yani mwanao, na yaliyopita yamekuwa ni story, na sasa nipo na wewe hapa Rebeka. Jamani, pole. Mimi mwenyewe nilikusubiria sana Gamba, mpaka pale nilipokuja kukutana na huyu mume wangu ambaye ni marehemu. Nilimzungusha sana kwenye kumpa jibu, nikiamini kwamba ipo siku nitakuona Gamba, ila sikufanikiwa kukuona, na ndipo nilipoamua kuwa na huyu marehemu mume wangu, na taratibu nikawa najikuta nampenda, na tukabarikiwa kuona maisha haya tulikuwa nayo. Umedumu naye kwa muda gani? Miaka kama 17 ya ndoa, na ukitoa ile miaka ya kunifukuzia. Okay. Rebeka, unajua uzuri wako bado upo. Nimekongoroka sana Gamba. Sidhani hata kama bado mimi utanitamani. No. Nisikilize Rebeka. Mimi wewe sikutamani hata kidogo, ila wewe bado nakupenda Rebeka. Upendo wako niliufunga kwenye chemba ya siri ya moyoni mwangu, na cha kumshukuru Mungu ni kwamba tumekutana tena. Gamba, na watoto sasa hivi, na sio mmoja, sio wawili, zaidi ya wawili. Nisikilize Rebeka. Watoto kwani shida nini?
Kwani kinanisi kipo cha kudinyia? Gamba, mwacha utani. Na unaongea ukweli? Kwani cha kudinyia kimeondoka kipo? Kama kipo basi we bado ni wa thamani kwangu. Watoto haina shida, tutalea. Watoto wako ni watoto wangu. Je, kwenye pita zako ukufanikiwa kumpata mwanamke wa kuishi naye kweli Gamba? Hapana, sikuhitaji kuwa na mwanamke wa kuishi naye. Kwa hiyo Gamba, hata mtoto hauna? Sikuwahi mimi kupata mtoto Rebeka. Mimi mtoto nitapata kwako. Hebu niamini hiki ambacho mimi nakwambia. Unajua wewe unanichukulia mimi kama yule, unajua kipindi fulani nilipokuwa nimetoka kwenye mambo ya jeshi na nilipoamua kustaafu na kutulia nyumbani, nilikuwa muda mwingi na natulia zangu nyumbani, sina kazi ya kufanya, nilikuwa nasikiliza simulizi na nilikuwa namfuatilia sana yule jamaa anaitwa Uncle Jay Simulizi. Yule jamaa anapendwa sana na mashabiki zake, hususan jinsia ya kike wanampenda sana. Kwa hiyo nadhani kwamba na mimi napendwa sana na wanawake, kwamba naweza kuwa na watoto, naweza nikawa na mademu na vitu kama hivyo. Hapa anareweka. Mimi sikuwahi kupata mtoto. Niko kama hivi ambavyo unaniona. Gamba, muda ule kwani wanangu walikuelezea, unajua walikuelezea kwa sifa nzuri sana, sifa za kipekee, mpaka nilishindwa kujizuia nikajikuta nalia. Walisemaje kwani? Watoto wangu walikusifia sana. Walisema kwamba bila wewe hadi leo hii wangekuwa ni omba mtaani. Na watoto wangu wameweza kuniahidi, sio kuniahidi, ni wamenihadithia, wamenisimulia namna ulivyoweza kubadili maisha yetu kwa kipindi kifupi sana mara baada tu kuweza kukutana nao. Nikwambie kitu Rebeka, Mungu ndiye aliyenikutanisha naye huyo mtoto wako, na tulijikuta tu damu zetu zinaendana. Akanieleza maisha mafupi na mpaka pale nilipoamua kwenda kule mlipokuwa mnaishi. Sikufahamu kama wewe ndo mama yake. Kumbe Mungu Bwana anakwenda kunikutanisha na wewe Rebeka. Siku zote Mungu huwa ni mwema kwa wale wote ambao wanamtegemea. Yaani kweli Gamba, na najua tuna mengi sana ya kuzungumza, ila nakuomba jambo moja Gamba. Ndio, nakusikiliza. Nimekupatia hilo faili la mabepari wanaouza madawa ya kulevya, wanaohusika na kifo cha mume wangu. Nimekupatia hilo faili na ninashukuru umenieleza kwamba ulikuwa ni mwanajeshi tena komando. Nakuomba sana Gamba, uwashughulikie wale wote waliohusika na mauaji ya mume wangu. Usijali, nitalifanyia kazi. Naomba uwafikishie kwenye vyombo, yani ukishawakamata uwafikishe kwenye vyombo vya sheria. Rebeka, kama mtu anakula na viongozi wa ngazi za juu, utahisi huyo mtu ukimpeleka kwenye vyombo vya sheria vinaweza vikamshughulikia? Rebeka, watu wa aina hii waliomo ndani ya hili faili wanapaswa kufa tu. Yaani hiyo ndo haki yao. Wakahukumiwa huko waendako kwa muumba wao. Na nikwambie kitu kimoja tu Rebeka, umeona hili faili nitadili na mmoja baada ya mwingine, mdogo mdogo, na wote nitawamaliza. Hakuna mambo ya kwanza kuwashika, kwanza kuwapeleka tena polisi. Polisi watafanya nini sasa? Watu wenyewe hawa ni wanashirikiana tena na polisi, alafu ni wachukue ni wapeleke polisi. Hawa ni kuwamaliza tu Rebeka, sijui unanielewa? Sawa Gamba, nashukuru sana. Ili sanduku naliacha hapa au? Ngoja niwape pesa wale mashehe. No. Mimi nitawalipa hizo pesa, weka. Fikiria nini cha kufanya. Utengeneze maisha yako na watoto wako. Marafiki sijui ndugu kwa sasa wawe ni watoto wako, kwa sababu wao ndio waliohangaika na wewe bila kukuacha. Ila hao wengine hao sidhani kama watahangaika na wewe. Hivyo nakuomba uwe makini sana kuchagua watu wa kuwa nao karibu. Sijui umenielewa? Ndio Gamba, nimekuelewa. Nakuomba ukimaliza hiyo kazi uje kuwa baba mzuri kwa watoto wangu. Wala hata usijali mpenzi. Unanipenda? Nakupenda sana. Kama vile mashabiki wa Uncle Jay wanavyompenda yule jamaa, wanampenda sana Uncle Jay wao. Wanamtunza kama tunu. Yaani ukitaka ugombane nao, wewe mseme tu vibaya Uncle Jay, utaona wanavyokushambulia.
Itabidi na mimi nimfuatilie huyo Uncle Jay. Ni kweli ana simulizi nzuri sana. Sema sasa hivi nimekuwa busy sana, nimeacha kufuatilia, lakini ana simulizi nzuri sana, na wewe katika huu muda itakuwa ni vizuri sana ukawa unasikiliza simulizi zake. Anapatikana wapi? YouTube. Ingia tu YouTube, andika Uncle Jay simulizi. Okay, nashukuru Gamba. Naam, Gamba akambusu Rebeka kwenye lipsi zake na akamfanya mwili mzima kumsisimka huku akimtazama Gamba kwa macho malegevu. Unajua maisha yanatusubiri huko nje. Kweli, Rebeka alijibu huku akiwa anafunga mfuniko wa sanduku hilo kubwa. Gamba akalinyanyua na kisha kalirudisha katika shimo kubwa lililopo eneo hilo, na kisha kafunika na ile tiles pakajifunga safi kabisa. Yaani huwezi kujua. Nahitaji kubadili kila kilichopo ndani ya hii nyumba. Nataka niingize vitu vipya. Siwezi kutumia vitu vya hawa wahuni waliokuwa wanaishi mndani. Ndio, ni sawa, wazo zuri, kwa sababu huwezi jua ni vitu gani walikuwa wanafanya. Gamba, ningeomba kwenye wakati ninaifanyia ukarabati hii nyumba, naomba nikaishi kwenye ile nyumba yako ya kule. Unajua kuna nyumba walikuwa wanaishi watoto wako. Mimi nadhani ukaishi nao huko itakuwa ni poa zaidi. Okay, sawa. Walitoka chumbani hapo. Shekhe, ebara simu yako si bado inapokea miamala? Shehe wangu, simu yangu inapokea bwana. Basi na kuingizia hapo kiasi kidogo utaenda kutoa benki kama shukrani na sadaka yetu kwako. Mimi na hapa atawarudisha nyumbani kule Mbezi, na kisha asubuhi atawafuata kwa safari ya kuelekea bandarini, ila kama mtakuwa mnahitaji kuendelea kuwepo hapa Dar es Salaam basi mtatueleza. Sawa Gamba, sisi tunashukuru sana bwana. Ewe na dada Rebeka pia tunakushukuru. Lakini dada Rebeka? Ndio shehe. Kwa sasa dadangu, hakuna kitu kibaya cha binadamu kitakachoweza kukudhuru wewe. Hakuna binadamu atakayeweza kukutupia majini yakakupata. Na watoto wako pia vile vile. Kwa mnaweza mkaishi kwa amani na furaha. Nashukuru sana shehe wangu. Kikubwa sasa muishi kwa amani. Ila jihadhari sana na wanafiki. Shehe, wanafiki nitawajuaje shehe wangu? Wanafiki ni rahisi sana kuwajua. Mtu ambaye ulikuwa naye kipindi cha furaha na akaja akakuacha kipindi cha matatizo, alafu baadaye akarejea ukiwa umeshapona, basi tambua huyo ni mnafiki. Tena kukaa naye mbali sana, hata kudhuru huyo. Sawa Sheikh, nimekuelewa. Nashukuru kwa kunielewa. Naam, wakafunga nyumba nzima na kuondoka eneo hilo. Gamba aliwafikisha nyumbani kwake. Mimi sio mkaji, nahitaji kwenda kuweza kulishughulikia hili swala. Sawa Gamba. Nyumba nzuri, umejitahidi. Hongera. Nashukuru sana. Uncle Ruben. Naam uncle. Mlinde sana mama, sawa? Sawa uncle. Dr. Goodluck kuna list ya vyakula ataituma. Hebu msimamie mama ale ili afya yake iweze kurudi kwa haraka, sawa uncle? Ndio uncle. Rebeka. Abe. Kwa sasa nakuomba usitoke nje wala kufanya mawasiliano na mtu yoyote zaidi yangu. Na kama utakuwa una shida yoyote, namba zangu Ruben anazo, nipigieni basi nitafika. Ila kwa sasa acha kwanza nikashughulike na ile kazi. Okay, sawa Gamba, nakushukuru sana. Wala hata usijali Rebeka. Kingine, hebu hakikisha kwamba unakula. Mwili urudi kwanza, na kama kutakuwa kuna taratibu nyingine za kufanya, basi daktari ataweza kukueleza. Sawa, asante kwa muda wako. Wala hata usijali. Boss. Ndugu yangu, naomba muangalie sana bwana mama hapa. Shemeji. Abe shemeji. Nimekuletea mke mwenzio hapa, mtunze bwana. Wala hata usijali shemeji yangu, yupo kwenye mikono salama. Tupe wiki tu. Wewe mwenyewe utafurahi shemeji. Haya, mimi nitapita kuwatembelea. Ninatamani iwe hivyo kwamba. Wala hata usijali shemeji, karibu. Gamba akaagana na hii familia, akaelekea nyumbani kwa Mina walipokuwa wamepanga kukutana. We Gamba, niambie Mina. Unajua Mashia umefurahi. Kwa nini umefurahi? We, hawakutegemea kama utawalipa 3,000,000. Nisikilize Mina, ile ni shukrani yangu. Kwa kweli walichokifanya ni zaidi ya hiyo 3,000,000. Yaani kweli. Ila kazi hizi huwa wanafanya kwa 200,000 tu. Mungu awasaidie vipi sasa?
Ndo kama hivi sisi tunawasaidia pia. Kwani wanaondoka kesho au? Hapana, wamesema kwamba wataondoka kesho kutu. Kesho wameniomba ni wakabidhi gari wazunguke. Kuna baadhi ya sehemu wanahitaji kwenda. Ndio, okay, sawa. Sasa unajua Rebecca amenipatia faili ambalo mumewe alikuwa amelifanyia upelelezi. Gamba akamkabidhi faili hilo Amina. Amina akaanza kulipekua faili hilo. We Gamba we, unasemaje? Mbona bosi wako ndo ametajwa mtu wa kwanza kwenye ile faili? Ndio. Ameonyesha ni namna gani bosi wangu anavyosambaza madawa yake ya kulevya ndani na nje ya Tanzania. Na kile kionda chake kilichokuwa kimelipuliwa ni kimojawapo ambacho kimeandikwa hapo kwamba kina maabara ambayo ndio iliyokuwa inatengeneza hayo madawa ya kulevya. Magenge yake ya wahuni yameandikwa pia. Ndege zake za mizigo zinazobeba pia madawa zipo pia hapo zimeandikwa. Alafu Gamba, yule Marasta ulisema ni mtu wake? Yeah. Sasa kama ni mtu wake ina maana kwamba aliyehusika kumuua mume wa Rebecca ni bosi wako. Tunafanyaje sasa Amina? Gamba. Hilo ni swali gumu kuniuliza mimi Gamba. Inabidi wewe mwenyewe ndio ufanye maamuzi kwa sababu ni bosi wako. Ndiye kubwa la maadui. Unaniuliza mimi nifanye nini ndugu yangu? Wewe ndio cha kuamua. Kumteketeza bosi wako au kumsamehe au utajua wewe, vyote hivyo unajua wewe Gamba. Unajua Amina nakosa hata nguvu pa kujua wapi nianzie. Popote tu unaweza pa kuanzia. Lakini sijui ni kushauri, sijui nitie neno hata sielewi. Gamba, mimi natamani uifanye kazi pasipo kumwangalia mtu usoni. Lakini pia kuna watu wengine ambao unaweza ukaanza nao ukiachana na bosi wako. Wengine wakina nani sasa, hebu tuangalie. Naam, wakaanza kupekua faili hilo kwa kumjadili mmoja baada ya mwingine. Huku pia wakamkuta na Don Rafael akiwamo kwenye hiyo listi. Viongozi wa serikalini walikuwamo, wanamuziki, wafanyabiashara binafsi. Hadi wanamaliza kupitia hili faili mtu mmoja baada ya mwingine, idadi yao ilikamilika kuwa watu 182. Amina ilibidi amuulize Gamba kwamba Gamba, unaweza kweli kumaliza wote hawa? Nisikilize Amina. Ni kwa chini faili ulitunze. Wewe Gamba, hapana. Litunze mwenyewe. Yaani wakijua hili faili liko hapa, basi wataniua au wanaweza wakasababisha nikafukuzwa hata na kazi yenyewe. Okay, sawa, nimekuelewa, nitalifanyia kazi. Hakuna shaka. Mimi nitakupa mchango wangu pale tu utakapoweza kuuhitaji, na ikiwa hauhatarishi kujulana kwangu kwa hao watu. Hakuna vita ambayo unajua kama kupambana na wauza madawa kulevya, unalijua hilo. Kwa sababu wanakula na wakubwa wetu ambao sio waaminifu, kitu ambacho ni kibaya mno. Na kuelewa Amina, hii itakuwa ni operation ya mimi kama mimi, wala toziwaze. We Gamba wewe, utaifanyaje? Mimi nakwenda kuwa hitman driver. Yaani dereva muuaji. Utawauaje sasa? Wengi wao hawa wauza madawa ya kulevya wanaendeshwa na madereva wao binafsi. Hivyo mpango wangu upo kwenye hilo. Gamba, unahisi kwamba wewe ndio utakuwa dereva wa hawa wote wauza madawa ya kulevya? Hapana Mina. Kuwa dereva wa Mzee Mashushu hiyo pekee inatosha. Ila kupitia Mzee Mashushu nitaanza kuwaondoa wenzake mmoja baada ya mwingine, na mwisho wa siku nitamalizia Mzee Mashushu. Gamba, huu mpango wako ni hatari kusema ukweli. Ni hatari, ila lazima ukamilike na lazima ni ufanye mimi mwenyewe. Listi hii ni ndogo sana Mina. Kuwaua tu? Ni ndogo sana. Kwa sababu kabla ya hapo nimeshaua watu wengi sana kwa ajili ya usalama wa hili taifa. Mimi sina neno. Kikubwa ninachokihitaji ni wewe tu uwe makini Gamba. Wala usijali. Naam, Gamba akampa pale 5 Amina, akaagana naye na kuondoka eneo hilo na kuelekea shambani kwake kwa ajili ya kulificha faili hilo lenye taarifa za wauza madawa kulevya wote ndani ya nchi ya Tanzania ambao Gamba amejiapiza kuwaua mmoja baada ya mwingine, huku akiamini njia pekee itakayomsaidia kuwaua wauzaji hao madawa kulevya ni kuwa hitman driver.
Bwana Gamba bwana amejiapiza kuwaua wauzaji wote wa madawa ya kulevya ambao mume wa Rebeka alifanikiwa kuwapeleleza, na kabla hajaanza kuwafanyia kazi wakamuua. Yaani yule mume wa Rebeka akawapeleleza, akawajua hawa wauza madawa ya kulevya. Sasa wakati anataka kuanza kushughulika nao, wauza madawa bwana wakamuua fia. Sasa je, Gamba atafanikiwa anachokidhamiria kukifanya? Kwa sababu washikaji wakishajua tu wameshtukiwa wanakudanjisha. Sasa kwa upande wa Gamba itakuwaje? Patamu hapo bwana. Alionekana Gamba akiwa amesimama pembezoni mwa shamba lake, akawa anatazama mahindi yaliyokuwa yameota vizuri kweli kweli. Mbona nimeacha utajiri wangu na kwenda kuwatumikia makafiri kama hao? Gamba alizidi kujiuliza, huku taratibu akiendesha gari lake kuingia shambani kwake. Hawa wanaodhulumu nafsi na maisha ya watu, inakuwaje mimi nawatumikia? Yaani hao. Gamba aliendelea kuwaza hadi akafika ilipokuwa nyumba yake. Gamba hakumuona mlinzi na hakuwa na mashaka sana zaidi tu ya kuingia ndani. Alishuka katika chumba chake cha siri, alianza kufuatilia matukio yaliyokuwa yamerekodiwa, maana kulikuwa kuna kamera za eneo hilo na hapakuwa na jambo lolote jipya zaidi tu ya kumuona mlinzi wake akiingia na kutoka shambani kama kawaida yake. Gamba akajifikiria kwanza kwa sekunde kadhaa, na kisha ikabidi ampigie simu Glory kwa namba ngeni. Yes, hello. Ni mimi naongea. Gamba? Ndio. Nakusikiliza. Naona umenitafuta kwa namba nyingine tena, alafu video call. Umeshanunuliwa simu na matajiri wako Nahitaji unisikilize Glory. Ongea. Najua vita yako na mzee Mashushu imeanza mbali na imekuwa ni vita unayoitamani kuishinda. Ila ninachokusihi, hili lililojitokeza leo usirudie tena, kwa sababu ulichokifanya ni sawa sawa na ugaidi na sio kulipa kisasi. Nisikilize Gamba, labda tu nikwambie tu samani, kwa sababu kwanza haikuwa dhamira yangu kufanya hiko kilichofanyika. Ni makosa vijana wangu ndio yamepelekea watu kuweza kufariki, ila haikuwa dhamira yangu wala hayakuwa matarajio yangu. Okay, sawa. Nahitaji tuongee biashara. Nakusikiliza. Mimi na wewe hatuna matatizo. Naamini unalijua hilo. Nalielewa. Ulikuwa unafanya tu kulinda kibarua chako kwa mabosi wako. Haiko hivyo. Ila ni nini? Nilikuwa nahitaji kuweza kufahamu ni namna gani nitakavyopata listi nzima ya wauza madawa kulevya wakubwa nchini Tanzania. So, umeipata? Ndio. Jina langu lipo. Lipo jina la mjomba wako ambaye kwa sasa ametangulia mbele za haki. Nisikilize Glory. Najua unatamani kuwa malkia kwenye hiyo biashara ya wauza madawa kulevya. Gamba, nilishakwambia. Yaani hapa naamini unachokiongea ndio kile tu nilichokisema. Yes, nahitaji kuwa queen wa wauzaji madawa kulevya. Kuna jipya lingine unataka kusema? Ndio, okay, sawa. Naweza kukufanya kuwa malkia nitakapoamua kukufanya uwe malkia, lakini nisipotaka uwezi kuwa malkia. Gamba, mbona unaongea kwa kujiamini sana yani? Hunijui Glory. Kwa hiyo unanitisha au? Nakwambia hunijui. Na ndio maana nazungumza hapa nikihitaji kufanya biashara na wewe. Wow. Kwa kumbe leo wazo langu lile la kushirikiana na wewe limekukaa sasa akilini mwako Sio wazo hilo. Ila ni nini? Nahitaji umwachie Rozi kwa sababu hana shida na wewe. Hapana Gamba. Sijamshikilia Rozi na wala sijamtesa hata unywele wake, ila ye mwenyewe Rozi hataki kurudi kwa wazazi wake, na kwanza amenipongeza kwa kile nilichokuwa nimekifanya. Ngoja kwanza. Hivi una uhakika na unachokisema? Subiria. Naona kama vile uniamini. Glory alishuka kitandani, alitoka chumbani kwake na kisha
akaigeuza simu ili aonekane Rose alipokuwa amekaa. Gamba akamwona Rose akiwa amekaa sebuleni huku akiwa anatazama movie, na mkononi mwake Rose alikuwa ameshika bakuli lililokuwa limejaa popcorn. Gamba akamwona Rose akiwa ameshika remote ya TV akiongeza sauti. Hai, wewe Gamba. Mtu niliyemshikilia na kumtesa angekuwa anaishi maisha ya kujiachia kama yeye? Ni kwamba Rose ameutambua ukweli wa wazazi wake ni upi. Ameshajua wazazi wake ni watu wa aina gani. Hivyo hata yeye mwenyewe tu hatamani kurudi kwa wazazi wake, kitu ambacho hatuwezi kumlazimisha. Glory alizungumza huku akiwa anarudi chumbani kwake. Nisikilize nikwambie kitu kimoja Gamba. Rose ananilea hapa kama wifi yake. Si unajua nina ujauzito wa marehemu mdogo wake. Kwa hiyo nalea hapa ujauzito, kwa hiyo wifi yangu ananilea. Alafu hii mimba ya Joe namuomba tu Mungu nijifungue salama. Na Gamba, unajua fika mimi sina tatizo na wazazi wa Rose, ila wao ndio wenye matatizo na mimi. Sasa usipende kupigana vita Gamba ambayo hutoiweza. Alafu hii vita haikuhusu Gamba. Ni vyema tukakaa pembeni. Nimekuelewa. Okay, nashukuru umenielewa, kwa sababu kwenye hata maisha kila jambo huja kwa sababu yake. Naweza kuongea na Rose nikamsikia? Haina shida. Ngoja nimpelekee simu ongee naye. Glory alitoka tena chumbani kwake, alianza kushuka katika ngazi na kuelekea sebuleni hadi akafika alipokuwa amekaa Rose. Wifi, be? Kuna mtu hapa anahitaji kuongea na wewe, ongea naye. Nani tena jamani? Glory akamkabidhi simu Rose. Kaka Gamba, habari yako? Salama tu za wewe? Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Vipi wewe? Mungu ni mwema. Kaka Gamba, hebu ngoja kwanza. Upo na wazazi? Na kama upo na wazazi, tafadhali nakuomba usiwaambie kama mimi na wewe tumeongea. Hapana, niko tu mimi mwenyewe. Niambie kaka Gamba, nakusikiliza. Unaendeleaje hapo Rose? Mungu anasaidia. Nimekuja kutuliza akili. Hivi huyo hakutesi kweli? Nani? Glory. Hapana jamani. Kaka Gamba, mimi nimeamua kuishi maisha yangu yenye furaha na amani. Maisha ya kuishi na maadui mimi siyawezi kaka Gamba. Najua wazazi wangu wanahangaika sana kunitafuta na kutuma watu kuja kuniokoa, ila kama unaweza kuwashauri wazazi wangu, washauri waachane na kunitafuta tafadhali. Okay, sawa. Nilichokuhitaji ni kufahamu ni kwamba uko salama ama hauko salama. Niko salama kaka Gamba. Okay, nashukuru Rose. Gamba alikata simu na kuizima kabisa simu hiyo kwa sababu huwa haitumii mara kwa mara. Naam, upande wa pili tunapata kumwona Mama Joe akizungumza na binti yake Juliana. We Juliana, hivi mimi niko wapi hapa? Mama, uko nyumbani. Nyumbani? Ndiyo mama. Nimelala kwa muda gani? Kama masaa 10 hivi mama. Mama Joe aliitazama mashine iliyopo pembeni yake, akamtazama binti yake Juliana aliyekuwa amekaa pembeni yake. Baba yako yuko wapi? Baba ameelekea Mbeya kule kiwandani. Mama Joe akachomoa sindano iliyokuwa imechomwa kwenye mshipa wa mkononi mwake kwa ajili ya kuweza kupitisha dawa. Mama, usichomoe. Wewe, mimi siumwi mimi. Siumwi. Mama Joe alizungumza huku akivua mrija wa kumpitishia hewa ya oksijeni puani mwake. Alishuka kitandani na kisha kaanza kujinyosha. Lakini mama, wewe mtoto wewe, nimekuambia mimi siumwi. Shida yako nini? Shida yako nini nakuuliza? Mama Joe alizungumza kwa ukali, akatembea mpaka kabatini, akafungua eneo lenye shelf ya chuma, akaingiza pale namba za siri na shelf hiyo ikafunguka, akatoa bastola pamoja na magazine. Mama uko sawa kweli? We Juliana, nitakutia mavibao wewe. Unaona kama mimi mwenda wazimu, ndo manake? Unaona kama mimi chizi, si ndio? Mama, hapana. Hebu mpigie Gamba hapo simu. Sawa mama. Juliana ilibidi ampigie simu Gamba. Hello? Niambie. Upo wapi jamani? Kwa nini? Mama amezinduka, amechukua bastola, alafu namuona kama vile Kabla Juliana hajamaliza kuzungumza, Mama Joe akapokonya hiyo simu. We Gamba we, upo Mbeya ama uko wapi? Nipo hapa fada. Hebu fanya haraka uje nyumbani kwangu, kuna kazi nataka tukaifanye. Sawa madam.
Hebu wahi bwana, we chapu. Sawa madam, sawa, ni njoo haraka. Sawa madam. Mama Jo akakata simu hiyo. Alafu nisikilize we Juliana, wewe, mimi sio mwenda wazimu. Kwenye kuishi kwako wewe ulisha kuniona mimi mama yako nimechanganyikiwa? Hapana mama. Kulala kitandani mimi haimaanishi kama nimechanganyikiwa, umenielewa? Ilikuwa ni mshtuko tu, tena ni mshtuko wa kawaida tu, ila mimi ni mzima wa afya. Sawa mama. Ametangaza vita na vita ataipata tu. Lakini mama, kwa nini msitafute njia ya mazungumzo tu wewe na Glory itakayoepusha haya yote mafarakano? Mama, hamoni jinsi mnavyozidi kupambana na Glory ndivyo jinsi hasara inavyozidi kupatikana? Muda mwingine ikikosekana suluhu kwa njia ya mtutu, watu wanakaa mezani mama. Hebu mtoto wewe nisikilize. Hivi kama mtu hataki amani, anatumia silaha kukuangamiza wewe na watu wako, hupaswi kufumbia macho. Unapaswa kupambana hadi dakika ya mwisho. Ni sawa sawa, nisikilize mwanangu Juliana. Atokee mwanamke mwingine aje amchukue mwanaume wako gamba mbele yako, utakwenda kumpigia magoti yule mwanamke? Utamlilia yule mwanamke? Utamwomba kurudishia gamba wako? Au ni nini utachokifanya? We mama, mimi nitapambana. We tena nitamnyongelea mbali. Ndio vita inavyotakiwa. Vita inatakiwa uwe na roho hiyo ya kupambana. Unapaswa kupambana na adui yako na sio kumchekea, kumpigia magoti. Mama, kumbuka Glory ana mtoto tumboni. Wewe kwanza, mimi siamini kama ile mimba ni ya mtoto wangu Jo, siamini. Mama, nini sasa unachotaka kusema nini? Kama anaweza kulipua kiwanda cha mamilioni ya dola, anashindwa vipi kuhonga madokta na akabadilisha majibu ya DNA? Hivyo unaamini kabisa ile mimba ya Glory ni ya mwanangu Jo? Hakuna kitu kama hiko. Eguna sana tu, ila tambua tumepambana na maisha yetu yote haya kuhakikisha kwamba tunakuwa na haya maisha. Alafu mpuzi mmoja tu, yule mtoto mdogo tu, yule binti mdogo anataka kuturudisha chini. Siwezi kuvumilia. Nimesema mimi kama mamako lazima nimshughulikie Glory, lazima. Sawa mama. Ila mama, kumbuka Glory ni anamshikilia dada Rozi. Nitamwokoa dada yako Rozi na Rozi atarudi hapa nyumbani, wala tusiwe na wasiwasi. Sawa mama. Naam. Simu ya Juliana ilianza kuita. Akatazama namba ngeni iliyokuwa inampigia, akapokea. Hello? Mdogo wangu Juliana, niambie. Sauti ya Rozi ilimshtua mpaka mama Jo alikuwa amesimama pembeni. Dada. We dada, we uko wapi? Mbona kama Usijali mdogo wangu. Unaona mandhari niliyopo? Nipo eneo salama kabisa na ninaendelea na maisha yangu. Dada, we uko wapi wewe? Wakati Juliana anazungumza hivyo, akashangaa ghafla simu yake anapokonywa. Mama Jo alichukua hiyo simu na kisha akamuuliza Juliana, we mtoto uko wapi wewe? Mama, shikamo. Nijibu, upo wapi? Shikamo kitu gani? Mama, nipo sehemu moja salama tu na naendelea na maisha yangu. We nisikilize mtoto wewe, usinichanganye, niambie ukweli, Rozi uko wapi? Mama, mbona una panic? Mama, kumbuka mimi ni mtu mzima na nilishaondoka nyumbani kwenu kwa ajili ya kutafuta maisha yangu duniani. Sasa unapopanic hivyo mbona sikuelewi? We huelewi vipi? Ikiwa we umetekwa? Mama, mimi sijatekwa. Nipo nyumbani kwa wifi yangu Glory na msaidia kumtunza kipindi hiki cha ujauzito wake. Nimetekwa? Leo kwambia mimi nimetekwa nani? Juliana alimtazama mama yake jinsi alivyokuwa amekunja sura. We mtoto unasemaje wewe? Mama, nimesema kwamba nipo nyumbani kwa wifi yangu Glory na msaidia kumlea. Si mnajua kwamba ana mimba ya mdogo wetu G, marehemu G? Au mama unataka kusema kwamba wewe ulitambua hilo? We Rozi wewe, naomba unisikilize kwa makini. Na kwamba uondoke haraka sana kwa huyo muuaji. Ondoka sasa hivi, na ikiwezekana unitumie location ya eneo ulipo. Nitume vijana wangu waje hapo kukuokoa haraka iwezekanavyo. Umenielewa Rozi? Mama. Hivi mama, unahisi ya kwamba wifi yangu Glory ni muuaji kama wewe na baba? Ni watu wangapi nyinyi mmewaua ndani ya hizi siku kadhaa? Mama, au unahisi ya kwamba sijaliona hilo?
watoto wa watu wazima mliowaua kwa kuwapiga risasi, adhifu kwamba tupo Lebanon huko kwenye vita. Mama, wewe na baba mna uchafu mwingi sana, uchafu ambao siku zote mlituficha sisi, mimi pamoja na wadogo zangu wote. Sasa huo uchafu mimi nimeujua, huo puuzi wenu. Niwaambie ni kitu kimoja, sitarudi nyumbani kwenu, na msahau ya kwamba mlishawahi kuwa na mtoto kama mimi anaitwa Rozi. Siwezi kuwa na wazazi wauaji, wakatili, ambao mbele ya macho ya watu wanajifanya watakatifu, hususan wewe hapo mchawi mkubwa unajifanya ni mzee wa kanisa la. Ni mshenzi. Achaneni na mimi, na wala msithubutu kunitafuta, kwa sababu mkifanya hivyo, nawaambieni ukweli mama, nawaambieni ukweli, nitakuwa mtu wa kwanza kwenda kuwafungulia mashtaka, na hamtokuja mkakaa mkaamini kama mimi Rozi ndiye nimewashtaki. Ila mwambie baba, dawa yenu inachemka na wakati wa kuinywa unafika. Hamtokuwa na jinsi, lazima hiyo dawa mtainywa tu. Washenzi wakubwa nyinyi. Maneno ya Rozi yalimfanya Mama Jo kutetemeka kwa hasira, huku akikaa kitandani akimtazama binti yake huyo ambaye siku zote amekuwa ni mpole na msikivu kuliko watoto wake wote, ila maneno aliyoyaongea leo yamemfanya baki njia panda. Lo. Mwe nyie. Rozi ameamua kumfungukia ukweli wote mama yake. Mama yake ambaye alikuwa amejiandaa kwenda kumsaka mtoto wake. Unahisi nini kitakachofanyika? Mama Jo atafanya nini mara baada ya kuambiwa maneno hayo na binti yake wa kwanza anayeitwa Rozi? Wewe dada, au umeshikiwa silaha? Juliana alihoji huku akihisi anayoyazungumza dadake Rozi ni maneno ya kutishiwa. Rozi akasema, mimi sijatishiwa, niko na akili zangu timamu. Tena unatakiwa ujue hawa wazazi ni wauaji. Hawa wazazi ni wabinafsi, mdogo wangu, nikwambia ukweli Juliana. Wao wanapenda pesa tu kuliko roho za wengine. Nikwambia ukweli mdogo wangu Juliana, hawa wazazi hawana utu. Hawana utu kabisa kwa watu wengine. Wazazi hawa wako radhi kutoa roho za watu kama wao labda ndo malaika watoa roho. Upo mdogo wangu Juliana, kama ulikuwa unajui basi hilo ndo unataka kulijua. Hawa wazazi wetu ni nyoka, mashetani, maibirisi kabisa. Rozi alizungumza huku machozi yakimwagika, kitendo kilichomfanya Mama Jo akakata ile simu kwa hasira, huku machozi naye yakimwagika kwa uchungu, kwani hakuwahi kutarajia siku hata moja kama binti yake huyu Rozi anaweza kuja kumjibu majibu mabovu kama hayo. Juliana alimtazama mama yake kwa macho yaliyojaa masikitiko makubwa mno, kwani katika siku ambazo amewahi kumwona mama yake amepitia magumu, basi ni hiyo siku. Msikilizaji, mlango wa chumbani kwake ukagongwa na kumfanya Juliana kuelekea mlangoni. Akafungua mlango. Hey. Juliana alizungumza huku akifuta machozi na kumtazama Gamba. Gamba ilibidi aulize, vipi kwema? Mama yupo ndani, naweza kuingia? Juliana ilibidi ageuke kumtazama mama yake. Mama yake alitingisha kichwa kimaanisha ya kwamba Gamba hatakiwi kuingia. Gamba, labda basi baadaye. Okay, sawa, mimi niko nje. Gamba alimtazama Juliana kwa sekunde kadhaa na kisha akageuka na kuanza kuondoka. Gamba. Juliana aliita huku akimfuata Gamba kwa nyuma. Vipi? Tunaweza tukazungumza? Bila shaka, niambie. Tukazungumza bustanini. Wakatembea hadi eneo lenye bustani ya maua ambayo imejengewa kibanda cha kupumzikia. Niambie. Gamba alizungumza huku taratibu akishika kiganja cha mkono wa kulia cha Juliana. Kweli nimeamini kwamba pesa sio kila kitu. Kwa nini Juliana unasema hivyo? Gamba, familia yangu imevurugika Gamba. Baba kampiga mama. Dadangu Rozi naye anamtishia mama. Mpaka mimi namuonea huruma mama. Anamtishiaje mama? Dada Rozi anadai ya kwamba mama na baba eti sijui wana roho mbaya, sijui ni watu wa mashetani, sijui wanaua watu. Yaani Gamba, ni mambo mengi. Mama amejitahidi kadiri ya uwezo wake kumuokoa dada Rozi. Alafu dada Rozi bado na majibu ya ajabu kweli kweli kwa mama. Mimi nimeumia. Ameongea wapi?
Si dada Rose kampigia mama video call na amemweleza huo upumbavu wake. Yaani Gamba, nimeumia mimi. Afu ukiangalia tumempoteza mdogo wetu Joe. Hajafikisha hata miezi 3 huko makaburini. Mambo ndo yanakuwa hivyo. Yaani familia iko shagala bagala. Nisikilize Juliana. Hakuna bahari isiyokuwa na mawimbi. Na mawimbi yanapotokea, hakuna namna zaidi ya kuweza kukabiliana nayo. Hiyo ndio hali nzima ya wavuvi baharini na wanaitambua. Hivyo haya yanayoendelea kwenye hii familia ni mawimbi tu madogo madogo, na mimi nina imani yatafika hatua yataondoka na yataisha tu. Amani, upendo vitatawala kwenye familia. Kaka, ulitaka kuniita kaka? Nisamee mpenzi wangu. Gamba, mimi sidhani kama familia yangu yaani unaona kabisa familia yangu inakwenda kuteketea, inakwenda kuzama. Usijali Juliana, kila jambo litakwenda vizuri. Ona, tumepoteza kiwanda chetu kikubwa cha biashara. Hatujakaa vizuri. Dada ambaye tulipaswa kuweza kushikamana naye tuje tuongoze mali za familia, dada mwenye ndo huyu anamjibu majibu ya upumbavu tu mama. Na ndio maana nasema kwamba unajua Gamba, kuwa wa kwanza kwenye familia sio kuwa na akili. Yaani dada Rose ni mshenzi, amenichukiza mimi. Juliana alizungumza huku akilia kwa uchungu. Taratibu Gamba ilibidi amkumbatie Juliana. Nisikilize Juliana. Unapaswa kuweza kujikaza kisabuni. Katika kipindi ambacho wazazi wako wanakuhitaji ni hiki hapa. Usiache kuwa karibu nao. Watajisikia vibaya mno. Sawa? Ila ukiendelea kuwa nao karibu watajisikia faraja sana kukuona okay, kumbe mtoto wao anaendelea kuwa karibu yao. Kweli Gamba? Ndiyo mpenzi. Nashukuru sana kwa ushauri wako mme wangu. Usijali baby. Naam, hapo wakamwona Mama Joe akitoka ndani huku akitembea kwa kasi kuelekea kwenye gari yake. Ikawabidi wamfuate kwa haraka mno. Mama unakwenda wapi? Gamba, hebu njoo niendeshe. Lakini mama, sina kuuliza unakwenda wapi? Nakwenda kunana na viongozi wa serikali. Mama, tuongozane basi wote. We Juliana wewe, mimi sio kichaa. Nakwenda na huyu mumeo Gamba. Wewe wasiwasi wako nini? Unataka kwenda na mimi wapi? Wewe unanyonya wewe? Mama Joe alizungumza kwa msisitizo. Mpenzi, usijali. Mama atakuwa salama. Gamba alizungumza huku akimtazama Juliana aliyekuwa amejawa na wasiwasi. Sawa. Gamba aliingia upande wa dereva na kisha wakaondoka nyumbani hapo. Ukimya ulizidi kutawala ndani ya gari huku Gamba akiwa hajui ni wapi wanapoelekea. Ilibidi amuulize madam, tunakwenda wapi kwani? Nipeleke Bagamoyo. Okay sawa. Hebu zima GPRS ya hii gari. Okay sawa madam. Gamba aliendelea kufuata maelekezo ya Mama Joe hadi wakafika kwenye nyumba iliyopo pembezoni mwa bahari. Mama Joe alikuwa wa kwanza kushuka ndani ya gari na Gamba akamfuatia. Gamba, nisubiri hapa. Subiri hapa. Unanifuata wapi? Mama Joe alizungumza huku akitembea kuelekea katika hiyo nyumba. Gamba alimwona mwanaume mmoja akimpokea Mama Joe kwa kumkumbatia huku akimpiga busu la mdomoni. Hey. Gamba alishtuka. Ilibidi afungue mlango wa gari lake na akarudi ndani. Gamba aliweka mziki katika simu yake. Aliendelea kumsubiria bosi wake huyo. Baada ya dakika 10, Gamba kashuka, akaitazama hiyo nyumba kwa sekunde kadhaa na kisha alianza kutembea kwa tahadhari mpaka kwenye dirisha la hiko chumba cha nyumba hiyo. Alipofika pale, Gamba alisikia vilio vya Mama Joe akilalamika kimahaba mno. Lo. Gamba akachungulia kwa tahadhari kubwa mno kwenye upenyo wa pazia dirishani hapo. Alimwona Mama Joe akiwa nakata viuno kwa huyo jamaa ambaye hakumwona vizuri sura yake. Gamba alistaajabu. Mama Joe umri wake umekwenda, lakini viuno alivyokuwa nakata, msikilizaji, si mchezo. Na tena unaambiwa Mama Joe alikuwa nakata mauno huku nakwambia akishika mikono kichwani, yani akisikilizia utamu mpaka kisogoni. Gamba akaona ya nini mie nisije nikajitia nyege. Gamba akaanza kurudi ndani ya gari mdogo. Hakuhitaji kuendelea kushuhudia kwa sababu ni atajiumiza tu.
Mwisho wa siku Jamani, hivi unajua kwamba nilihamisi haya mautundu yako jamani? Kweli eh? Ndio, yani leo umenikumbusha mbali sana kipindi kile cha ujana wetu, ila bado hujaacha utundu wako Hata wewe mwenyewe pia unakata kweli kiuno unajua. Huwa hapa zeeki si unajua. Kwa kweli inaonekana jamaa hapigi show vizuri. Mpumbavu yule. Niambie, maana sasa hivi hatuwezi kukutana bila kuwa na sababu. Niambie nini kimekuleta? Ndio nahitaji ni. Unajua kuna kazi moja nataka unifanyie. Kazi gani tena mpenzi? Hebu niambie. Naamini umesikia ajali ya kiwanda changu kule Mbeya. Ndio nimesikia. Nasikia imetokana na mlipuko wa kemikali zinazotumika kiwandani. Kemikali zile zimejengewa kwenye viungo vizito, viungo vigumu ambavyo haviwezi kulipuka. Kwa hiyo unajua inaweza katokea taufa labda. Ile ni ajali ya kupangwa. Ya kupangwa? Na imeua watu wote wale? Ndio. Nani amepanga hiyo ajali ise? Kuna binti moja hivi anaitwa Glory. Glory amepangaje hiyo ajali? Unajua huyu binti alikuwa ni mpenzi wa yule kijana wangu marehemu yule mdogo Lejo. Kwa bahati mbaya akabeba ujauzito huyu Glory. Amebeba ujauzito wa kijana wangu. Na hapa napozungumza na wewe, huyo Glory amemteka dada mtu. Amemteka Rose. Amemweka chini ya ulinzi wake. Una picha yake huyo Glory? Baby, hebu sikiliza. Chomoa kwanza alafu tuongee haya mambo. Chomoa nini bwana, mimi najisikia utamu. Chomoa kwanza bwana, nataka nikuoneshe picha yenyewe. Si mwenyewe ipo kule. Ndio, okay sawa. Ngoja basi nimalizie. Naam, jamaa akaichomoa na ndipo hapo Mama Joe akachukua simu yake akafungua picha ya Glory na kisha akamuonesha. Haya, picha yenyewe hii hapa. Mama Joe alimuonesha jamaa huyo picha. Jamaa akasema, mbona kama namjua huyu binti? Unamjua? Umemjuaje? Ana pande mbili huyu binti. Sijajua ni upande gani ambao unataka kumjua. Nataka kujua pande zake zote hizo mbili. Huyu binti bwana, upande wake mmoja ni binti ambaye ni Mission Town. Kazi yake kubwa ni kuuza taarifa, kupiga michongo ya machangudoa, udalali wa vitu vingi kama magari, viwanja na nyumba. Ila vyote hivyo anavifanya tu kuficha upande wake wa pili ambao ndio upande wa giza. Nahitaji kujua upande wake wa giza. Huyu binti unayemwona hapo huyu ni jasusi mpelelezi wa nchi ya North Korea kwa bara zima la Afrika na Ulaya. Huwezi kumgundua wala kumjua kwa sababu ya rangi yake na uraia wake. Unapomweleza mtu hata kama ni wewe kwamba huyu binti ni mpelelezi wa North Korea, ni lazima ushangae. Kwa kipindi chote ambacho umeishi naye, mimi namjua huyu binti. Sasa kama ndio hivyo, kwa kipindi chote ambacho mimi nimeishi naye, amekuja kwenye familia yangu, wewe kwa nini hukuniambia? Lakini wakati wa mwisho uliniambiaje wewe? Au umesahau? Ulisema nisikutafute mpaka utaponitafuta wewe. Ila ungenifahamisha tu kama niko na adui ndani. Na kufahamishaje ikiwa sihitaji mawasiliano yetu mumeo ajue? Okay, sawa, tuachane na hayo Miki. Unaweza kumuua kwa ajili yangu huyu binti? Mwanaume huyo alishusha pumzi taratibu huku akimtazama Mama Joe usoni mwake. Mbona kama vile unajifikiria? Au umeshafanya naye kazi nini? Hapana bwana. Unajua mtoto aliyemteka ni wa kwako? Unasemaje? Ndio nakwambia hivyo Miki. Rose yule ni mtoto wako. Hebu acha masiara basi. Siwezi kukutania. Rose ni mtoto wako. Hii siri unajua nimeishi nayo kwa miaka mingi mno ili kutunza familia yangu. Ila Rose ni mtoto wako. Na jambo la kumshukuru Mungu ni anafanana tu na mimi kwa kila kitu. Jambo ambalo sio rahisi kwa mtu kuweza kujua. Kwa hiyo Martha, unataka hii kazi niifanye kihisia, nijiite shujaa, baadaye uniambie kwamba mtoto sio kwangu, si ndio? Nisikilize Miki. Siku ambayo nilikutana na wewe kimwili, nilikuwa kwenye siku zangu za hatari na nilikuwa nimeshafunga ndoa, kwa niliogopa ndoa yangu isije ikavunjika, na ndo maana nikambambikia mzee Mashushu. Sijui unanielewa? Na nikakwambia usinitafute mpaka nitapokutafuta mimi mwenyewe.
Nisikilize wewe Martha wewe. Yaani mara baada ya miaka 30 na kitu kupita, binti ameshakuwa mtu mzima, unakuja kuniambia sasa hivi. Hebu acha hizo drama zako bwana. Mimi sikufanyia drama. Haki ya Mungu nimeshindwa kukaa nalo hilo moyoni. Japo nilijiapiza kwamba ipo siku nitakuja kukuambia ukweli, na leo ndo siku yenyewe. Miki alimtazama Mama Jo, alinyanyuka na kisha akashuka kitandani, akiwa yuko utupu kabisa, akachungulia dirishani. Hivi yule uliokuja naye ni nani? Anaitwa Gamba. Ndo nani? Ni mmoja wa vijana wangu waliokuwa katika kikosi cha makomando. Niliongoza operesheni yao wakiwa Iraq na wenzake waliuawa, akajeruhiwa, ila baadaye alikuja kunitafuta na ameishi maisha ya kawaida tu kwa kipindi chote mpaka pale nilipomleta kwangu kwa ajili ya kumlinda mume wangu. Oh, kwa hiyo mumeo analindwa na makomando au sio? Sio hivyo Miki bwana mpenzi wangu, ila ni nini? Nisikilize, mume wangu ana plani ya kuja kuwa rais. Sijui unaelewa Ila huyu binti huyu ameshakuwa tishio kwetu. Anaweza kufumua kila kitu tulichokisuka kwa ujana wetu wote. Na mwisho wa siku hata huo ubunge wenyewe mume wangu anaweza hata siupate. Nisikilize Martha, mlijichanganya vibaya sana kwenye kuzichanga karata zenu vibaya kwa huyu msichana Glory. Kwa nini wasema hivyo? Kwa nini nilichokueleza hujakielewa? Au ndo unaanza kuzeeka Martha? Na kielewa sasa. Sasa unanisaidiaje Miki? Mtoto yupo mikononi mwa huyo shetani wa kike. Na najihisi kuchanganyikiwa ujue. Hebu ngoja kwanza. Mume wako yuko wapi? Yuko Mbeya. Anajua kwamba wewe ni mpelelezi? Hapana. Japo huyu Glory alimueleza mume wangu kwamba mimi na yule kijana Gamba ni wanajeshi, ila mume wangu hakuamini kabisa kila alichokuwa ameelezwa, japo alitumiwa mpaka na picha. Kwa sababu gani ya kuamini? Si unajua sasa hivi majina yote ya wanajeshi waliopo kazini na waliokufa si yanaingizwa kwenye system? Ndio. Sisi special majina yetu si hayapo kwenye hizo orodha, hivyo walikwenda kule kutafuta kwenye hizo orodha, hawakukuta chochote wala kujulikana kwetu. Hivi kikosi chako kile cha majini weusi, huyu kijana wako Gamba alikuwepo? Ndio alikuwepo, ndo alikuwa kiongozi. Pole sana kwa kupoteza vijana wako. Nilishapoa Miki. Hebu nione kwanza picha huyo Rozi kwanza. Mama Jo akamuonesha Miki hiyo picha ya Rozi. Huyu jamaa Miki akaitazama kwa sekunde kadhaa. Unajua ana macho kama ya kwangu aise. Kwa hiyo wewe hiko tu ndo umekiona alichokirithi kwako. Hivi una uhakika huyu ni mwanangu kweli wewe? Miki, sijawahi kukuongopea. Niamini mpenzi, huyu ni mtoto wetu. Aise. Unajua nimefanya kazi nyingi sana za mauaji. Na nimetumiwa na matajiri wengi sana kwenye mauaji. Na mauaji yote yamefanikiwa, hakuna hata moja lililokwenda vibaya. Naam, Miki alizungumza huku akiwa na mimina whisky kwenye glasi mbili, akaweka pale barafu na kurudi kitandani, akamkabidhi moja Mama Jo. Kamata hii glasi ya whisky kunywa. Niko tayari kumrudisha Rozi, ila kwa sharti moja. Niambie tu mpenzi wangu, nakusikiliza. Nitampima DNA bila yeye mwenyewe kuweza kujua. Akiwa ni mwanangu, nitakurudishia. Ila nitampatia mumeo ushahidi wa vipimo hivyo ili ajue kwamba Rozi ni mwanangu na hana mamlaka naye. Mama Jo aliyekuwa anaipeleka hiyo glasi kinywani mwake alijikuta anairudisha chini huku akimtazama Miki ambaye alikuwa anazungumza kwa msisitizo kiasi kilichomweka njia panda Mama Jo akubaliane na hilo au akatae hili ili kuendelea na siri ya ndoa yake. Miki, mbona unataka kunifanyia hivyo jamani? Mpaka umerudi kwangu ujue umeshindwa. Au unanipiga changala macho kusema Rozi ni mwanangu kwa manufaa yako binafsi, si ndio? Hapana Miki. Rozi ni mtoto wako kweli. Mama Jo alizungumza huku machozi yakiwa na mlengalenga. Sasa kama ni mwanangu Rozi, kwa nini hutaki watu wajue? Kama umekuja kwa point ya kuniongopea, vaa uondoke na matatizo yako. Mkatatue wewe na mume wako. Si mna pesa nyinyi? Hapana Miki, ni kwa ajili yetu. Yetu wewe na nani?
Mimi na wewe ni mtoto wetu yule. Kwa nini kudanganya? Lakini Miki, nisikilize Martha, nitafanya sharti nilokueleza. Nikipata majibu ya DNA na Rozi akathibitika ni mtoto wangu, atarudi. Ila kama sio kwangu, sahau kuhusu hilo. Nipo tayari. Kwa lipi? Kwa kufanya unalolitaka lolote lile, mimi niko tayari. Mama Jo alizungumza huku machozi yakimbubujika. Una uhakika? 100%. Mama Jo alilalama mpaka mafua yalianza kumchuruzika. Taratibu Miki alichukua kitambaa na kumfuta Mama Jo machozi hayo. Martha, hivi hili jina unalitumia kweli? Hapana. Ila ni jina lako la utotoni, unapaswa kuweza kulitumia. Miki, wewe ndo unaelijua, kwa sababu unajua utoto wangu ule wa shule ya msingi na sio ule niliokutana na Mashushu. Usinitajie hilo jina bwana. Kwa nini tena? Pesa yake ya kurithi ndio iliyoua ndoto zangu mimi za kuwa na wewe. Wewe mwenyewe ukaniacha tu kwa sababu ya utajiri wa huyo mpumbavu. Sasa hivi unaona raha kubadili magari kifari. Mungu akupe nini? Nisikilize Miki, ndoa yangu imepoteza mwelekeo kabisa. Kijana wangu toka alipokufa niliona dunia nzima imenielemea. Nimekuwa nikifanya maamuzi ya kipuuzi tu kutokana na kuongozwa na hisia mbaya zilizokuwa akilini mwangu. Mama Jo alizungumza kwa sauti ya chini na ya upole mno. Mume wangu amekuwa ni mtu wa kunichukia, na uwezo kuamini, kiwanda kilipolipuka mume wangu alinipiga vibao. Kwa nini tena alikupiga? Kuna wanajeshi mimi niliwatuma kwenda kumkomboa mwanangu Rozi, ila wale wanajeshi waliuawa. Wanajeshi ni wa nchi au? Hapana, ni wale wa kulipwa wale. Hivyo yule binti akaamua kulipiza kisasi kwa kulipwa kile kiwanda kule Mbeya. Unajua upwiru pia umechangia kukufanya maamuzi ya kijinga kama hayo. Jamani Miki, sasa mambo ya upwiru, mambo ya nyege yanaingiaje kwenye haya tunayoongea? Sikiliza, mumeo sidhani kama anakukuna vile ninavyokukuna mimi. Kuwa kwake bize kunaweza kukachangia wewe ukaongozwa na akili za kipumbavu tu za upwiru. Miki, bwacha uongo wako bana. Nipo serious kwenye hili. Mwanamke yeyote ukimwona na hasira ovyo, mara pige watoto bila sababu, mara anacheka tu visivyochekesha, mara amnunie mumewe bila hata sababu za msingi, anafanya maamuzi ya ajabu, basi ujue kabisa kidishi kimejaa, na kisipomwagwa oili basi lazima tukitoe moshi. Kwa hiyo Miki, unanifananisha mimi na injini ya gari jamani? Ndio maana yake. Msipopelekewa moto kisawasawa, mnakuwa mnatoa moshi, na moshi wenyewe ndo maamuzi yenu ya ajabu hayo. Mwisho wa siku umegharimu mamilioni ya pesa kuteketea, na watu wanapoteza maisha, na hata hicho kiglori iko chenyewe iko hakijapelekewa tu moto vizuri. Kikikunwa vizuri iko mbona kinatulia? Kwa hiyo umeshakitamani? Mimi sio kama mumeo mzee Mashushu kupenda vitoto vidogo. Mume wangu unajifanya ujui? Ikiwa yeye na rafiki yake yule wanamiliki danguro, kwenye lile danguro kuna watoto wangapi mule wadogo ambao umewapita wewe umri? Unahisi mume yule ni Hanise kwamba aone tu msambwanda makalio yanapita mbele yake alafu asisimamishe au? Guna tu kama vile nimejamba, ila huo ndo ukweli, na wanapiga pesa nyingi sana kwa wale wasichana. Ebu Miki, tuachane na hilo bana. Leo mimi nataka unipige mkia mpaka mimi mwenyewe niseme basi inatosha. Ni wewe tu ndio kwanza mashine ipo gia namba 1 na kuna gia 12 mbeleni, sijui kama utazihimili. Miki alizungumza huku akimchezea jogo wake aliyekuwa amesimama. Mama Jo hakuhitaji mbwembwe nyingi zaidi tu ya kuweza kunyonya ice cream hiyo, na taratibu alipojiridhisha ice cream hiyo imeshakaa vizuri, akaikalia, akaanza shughuli yake ambayo wanaume zake hawa wawili anaokutana nao kwenye nyakati tofauti huwa wanapagawa tu na hiko kiuno chake. Mama Jo anakata mauno nyie Mama Jo. Unaweza ukasema sio mzee, unaweza ukasema sio mama wa makamo, anakata kiuno kama binti wa miaka 20. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona mzee Mashushu
Mzee Mashushu alikuwa anatazama maiti zilizokuwa zimejaa mochwari katika hospitali ya mkoa wa Mbeya, huku zikiwa zimeungua vibaya mno, huku nyingine zikiwa zimekauka kabisa kwa moto. Alitoka ndani ya mochwari hiyo akiwa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Mbeya pamoja na viongozi wengine wa upelelezi wa mkoa huo. Aise, ndugu yangu, hili ni janga la taifa. Hadi sasa hivi uokoaji bado unaendelea. Hatujui ni wangapi wamekwama humo ndani na wangapi wapo kwenye hali kama hii. Yaani kiukweli nahisi kuchanganyikiwa kiongozi. Hili ni janga kweli. Nimeishiwa nguvu. Nimetoka kumzika kijana wangu Joe miezi kadhaa hapo nyuma. Leo nakutana na msiba kama huu. Naanzia wapi kuongea na familia za wafiwa wakanielewa mimi? Haya mambo ya viwanda kulipuka yapo, tumeyashuhudia kwa wenzetu huko wa mataifa makubwa, japo hapa kwetu ni jambo geni sana, ila hatuna budi kuweza kukabiliana nalo, kwa sababu labda ingekuwa sijui hichi kiwanda ningesema hakikujengwa kwenye ubora, ila hichi kiwanda kipo toka enzi za mkoloni, na ulipokinunua kwa Afrika Kusini ulikiboresha tu. Ni kweli mwaka wa 22 sasa na kimiliki kiwanda. Unaona sasa, ndio hali ya mambo, ila wenzetu watafanya uchunguzi wao, na mara baada ya mambo ya moto kukamilika, baada ya hapo sasa hatua nyingine ndio zitafuata. Ninashukuru sana. Wewe kwa sasa nenda hotelini, kaa mbali kabisa na macho ya waandishi wa habari. Kama unavyojua waandishi wa habari wanaweza kukuuliza kitu ambacho hujakusudia kukijibu na ukakijibu kwa hasira, na mwisho siku utachafua hali ya hewa. Sawa, mimi nashukuru sana. Je, vijana wangu wawapatie escort mpaka hotelini? Ikiwezekana ni sawa. Basi sawa. Mashushu pamoja na rafiki yake Don Rafael pamoja na walinzi wawili wa Don Rafael wakaongozana na gari la polisi mpaka hotelini. Hey, utahitaji upumzike mwenyewe au utahitaji mtoto akukande kidogo? Don Rafael alizungumza huku akimtazama rafiki yake Mzee Mashushu. Mimi hata sielewi. Basi ngoja nikutafutie pisi 2 kali za hapa Mbeya zije zikupe huduma bwana, zikukande kidogo massage. Nashukuru sana kaka. Jiangalie bwana, usinywe sana. Pale bima yetu inakwenda kulipa. Kikubwa kwa sasa wewe pumzika, wakija wale pisi zile wewe kula mizigo yao taratibu. Asubuhi tutajua nini kipi cha kufanya. Okay sawa. Alafu kingine au basi ongea tu kaka na kusikiliza. Unajua nilitaka umjulie mkeo hali yake, ila nikaona ya kwako naona ndo mabaya zaidi kuliko ya kwake, ila ni unajikaza kwa sababu ya wanaume tu. Ndo hivyo ndugu yangu, nitawatafuta asubuhi. Sawa. Naam. Don Rafael akamfungulia mlango Mzee Mashushu, akaingia chumbani kwake na akabaki mlinzi mmoja, na Don Rafael akaingia chumbani kwake huku milango ya vyumba ikiwa inatazamana, na mlinzi mwingine akabaki nje ya mlango wa Don Rafael. Don Rafael akaingiza wanawake 4 wazuri kweli wanaojiuza miili yao. Basi bana, 2 wakaingia kwa Don Rafael, 2 wakaingia kwa Mzee Mashushu. Ili waende wakaburudishe huko ndani. Kilichoendelea hata mimi sijui. Msikilizaji, upande wa pili, Gamba alionekana kutazama saa yake ya mkononi. Hii saa 5 saa hizo usiku, bado tunadinyana, alizungumza Gamba huku akitazama saa yake hiyo. Akatazama nyumba aliyokuwa ameingia Mama Joe. Alikuwa ameingia majira ya saa 11 za jioni, ila hajatoka mpaka muda huo wa usiku. Gamba alitamani kushuka na kwenda kumwangalia, ila akakumbuka sheria za udereva, hususan wanaoendesha watu mashuhuri na viongozi. Jukumu lao ni kumsubiria bosi, hata kama atakuwa ana mchepuko, itabidi tu asubirie mpaka pale bosi wake atakapoamua kumpa ruhusa au maelekezo mengine. Basi bwana, simu ya Gamba ilianza kuita. Alitazama na akaona ni namba ya Juliana. Hichi nacho bwana kinataka nini sasa? Gamba alizungumza huku akipokea simu hiyo. Yes, hello. Gamba mpenzi jamani, mbona amrudi we na mama? Kuna kazi tunaifanya hivi, muda so mrefu tutarudi. Kazi gani tena hiyo jamani? Unaulizaje ni kazi gani ikiwa unaelewa hali halisi ya mambo? Nitakupigia baadaye. Okay, sawa. Alafu mbona mama naye hapatikani? Yupo kwenye kikao.
Okay, sawa mume wangu, nakupenda. Nakupenda pia. Gamba alikata simu, akajifikiria kwa sekunde kadhaa na kisha akaipiga simu ya nyumbani kwake ambapo Rebeka anaishi na watoto wake. Simu hiyo ya mezani iliita mpaka ikakata. Gamba akapiga tena, ikapokelewa. Hala? Ni mimi naongea. Gamba, wala hata huna haja kujitambulisha. Kwa nini unasema hivyo? Hata nitoke kwenye usingizi wa kifo na nikakurupushwa na sauti yako, nitaijua tu. Rebeka alizungumza kwa sauti nyororo iliyomsisimua Gamba mpaka alijikuta jogo wake anaanza kufurukuta ndani ya suruali aliyokuwa amevaa. Unajua nini Rebeka? Sauti yako tu mihoi. Kweli? Hapa huku jamaa chini kwenye suruali amekurupuka vibaya mno mara baada ya kukusikia. Hebu ngoja kwanza nipone mpenzi, hali yangu unaiona. Usije ukanipiga mshindo mmoja nikafa kabisa kwa sababu sio kwa misuli hiyo. Wala hufi, ila tu utafurahia. Wewe niache bwana, mimi nipone bwana Gamba. Usijali. Umefikia wapi na mipango yako? Kwanza nataka nirudishe afya mpenzi. Hapa nashughulika na swala la Ruben kurudi shule na wenzake kwenda shule za kueleweka. Na namshukuru sana Mungu kwa huyu jembe langu. Japo hali ilikuwa ni ngumu, hakusita kuweza kuwasimamia wadogo zake kwenye masomo. Hiyo ndio faida ya kuwa na watoto wa kiume wenye akili. Ni kweli, kwa kweli namshukuru sana Mungu kwa hilo. Wanakuhudumia vizuri hapo? Yaani sana. Ni watu wa karibu mno na nawapenda sana. Na ndio maana nilipowakabidhi hiyo nyumba niliamua niwajengee kabisa. Na hapo watakaa mpaka wenyewe watakapochoka na watakaposema kwamba wanahamia walipojenga. Gamba, unajua una moyo wa ajabu sana Gamba. Nyumba hiyo anayoishi kimjini kodi yake ni ndefu sana. Anaelewa, ila pesa sio kila kitu kwenye maisha zaidi ya utu. Kwa kweli Gamba. Gamba, naomba nikuahidi kitu kimoja. Kitu gani unataka kuniahidi Rebeka? Moyo wangu nimeufungua kwako Gamba. Haijalishi ni nini kitakwenda kutokea mbele huko ya maisha yangu, ila nitakuwa na wewe mpaka mwisho wa pumzi yangu Gamba. Nilikutafuta bila mafanikio mpaka nilikata tamaa, ila Mungu amekurudisha kwenye maisha yangu. Yaani sitokuacha upotee tena. Haki ya Mungu Gamba. Nashukuru na nafurahi kusikia hivyo mpenzi. Hata mimi baby. Nakuomba unipende Gamba. Nilishakupenda, ninakupenda na nitakupenda daima. Asante sana. Basi nikuache upumzike. Usisahau kusali. Nakupenda sana Rebeka. Naam, Gamba alizungumza huku akimtazama Mama Joe jinsi alivyokuwa anakumbatiana na mwanaume mwingine, huku mwanaume huyo akiwa na minya kwenye msambwanda. Na wewe pia mpenzi wangu, na kuombea kwa Mwenyezi Mungu akubariki milele na milele. Amina. Gamba akakata simu. Unajua natamani usiondoke mpenzi, tulale wote. Bana, usijali mpenzi wangu. Tutaishi wote kipindi hichi tulichokibakisha. Leo unajua umenifikisha ile sehemu ambayo huyu mjinga Mashushu hajawahi kunifikisha. Hapa nilipo sina hata therusi ya upwiru. Wow, kweli eh? Nakwambia, yaani umegusa, ila yule fala yule ndani miaka yote hiyo sehemu hajaigusa, alafu unaigusa hatari. Sawa, naona dereva wako pale macho yake yote hapo kunenda asijaka kusemea bwana. Hawezi, namwamini kwa maisha yangu kwa sababu ni mtifu sana kwangu. Haya. Ana uwezo wake vipi, uwezo wake ukoje? Tutakuja kujadili siku nyingine Miki. Na okay, sawa mpenzi. Wakapigana pale mabusu kwa dakika kama 3 nzima, wakachiana na Mama Joe alianza kuelekea kwenye gari huku akijikaza asipepesuke sana kwani miguu ilikuwa imeishiwa nguvu kwa mtanange aliokuwa ameupiga. Gamba alishuka na kisha akamfungulia mlango wa siti ya nyuma, akaingia. Gamba, asante. Mama Joe alizungumza huku akitabasamu. Gamba alifungua mlango wake na kisha aliingia. Mama Joe kuona haitoshi, alishusha pale kioo cha upande wake na kumpungia mkono Miki ikiwa ni ishara ya kuagana. Gamba akaliweka gari sawa na taratibu walianza kuondoka eneo hilo huku Mama Joe akiwa anapandisha kioo. Sasa hapa niko sawa. Mama Joe alizungumza huku akiwa na furaha kubwa mno.
Gamba, naam. Ulichokiona na kuomba kiwe siri yako. Wala tusijali madam, siku zote niko hivyo na unanijua. Gamba alizungumza hivyo huku moyoni mwake akiwa anaionea sana huruma familia mzee Mashushu, kwani mume ni changamoto, mke ni changamoto, watoto ndo usiseme, na mmoja wa watoto hao ambaye ni Joe, mapenzi akampelekea mpaka kifo. Yule anaitwa Miki, ni mwanaume wangu wa kwanza kunitoa bikra nilipokuwa darasa la 5. Umesema darasa la ngapi? Darasa la 5 shule ya msingi. Gamba alijikuta akishindwa kuzuia kicheko chake, alijikuta akianza kucheka. Madam, sulikuwa mdogo sana. Mapenzi Gamba bwana we. Anafanya kazi gani jamaa? Yule ni professional killer. Yeye mwenyewe anapenda kujiita hitman. Hakoseagi kazi anayoifanya, na hapa anakwenda kumwokoa mwanae. Mwanae? Mwanae nani? Oh shit. Sikutaka kukuambia hili, ila Rozi ni mtoto wake. Rozi sio mtoto wa Mashushu. Gamba alijikuta akisimamisha gari ghafla. Alimgeukia Mama Joe, alimtazama usoni mwake huku akimtazama alivyokuwa amelegeza macho kwa ajili ya pombe nyingi alizokuwa amekunywa, na alihisi labda alichokizungumza bosi wake sio kitu kilichotoka akilini mwake, bali ni wingi wa pombe aliyokunywa. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto. Gamba amesikia siri ambayo Mama Joe hakukusudia kuisema kwa Gamba. Rozi yeye mwenyewe hajui kama mzee Mashushu sio baba yake mzazi. Je, siku ambayo Rozi atakuja kujua ukweli huo, unahisi nini kitatokea? Hivyo patamu hapo, usikose kufuatilia huu mzigo mtamu wa kuitwa Hitman Driver. Langu jina naitwa Uncle J. Tukutane katika sehemu ya 12. Asante na kwaheri.